Kwa muda mrefu jeshi la polisi nchini Tanzania limekuwa likituhumiwa kutumia nguvu dhidi ya raia wasiokuwa na hatia, hali inayotia mashaka weledi wa maafisa wake na uhalali wa jukumu la kisheria na kikatiba walilonalo na ulinzi wa raia na mali zao. Tuhuma hizo zimekuwa zikitolewa mara kadhaa kutoka kwa wadau mbalimbali ikiwemo wanasiasa, watetezi wa haki za binadamu, wanaharakati na kadhalika. Hata hivyo, ukima unaotamaraki kutokana na kelele hizo zimekuwa zikitiririka shaka kwamba huenda kile kinachofanywa ni sehemu ya utekelezaji wa maafisa wa ngazi ya juu wa jeshi hilo au serikali kwa ujumla wake. Alhamisi, Aprili 25, 2025 pengine imeweza kuingia miongoni mwa siku ngumu za kukumbukwa miongoni mwa viongozi, wanachama na wafuasi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ambao inadaiwa kuwa matumizi ya nguvu yaliyofanyika na jeshi la polisi dhidi ya wananchi, wengi wao wakiwa ni wafuasi wa Chadema, walikuwa wamejitokeza au wako njiani kuelekea Mahakama Kuu ya Hakimu Mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam kusikiliza kesi inayomkabili mwenyekiti wao Tundu Lissu. Katika hali isiyokuwa ya kawaida inayotarajiwa kuanzia asubuhi ya siku hiyo, wakazi wa hilo eneo hususan walio katika barabara au maeneo ya karibu na Mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu wameshuhudia ulinzi mkali wa maafisa wa jeshi la polisi wenye silaha na wasiokuwa na silaha, virungu, magari ya washawasha, mbwa, farasi na polisi wakiwemo. Ikielezwa kuwa lengo ni kuzuia wafuasi wa chama hicho wasiingie kwenye viunga vya mahakama kusikiliza kesi za kiongozi wao, katazo ambalo limewakumba pia wanahabari. Swala hilo halikuishia hapo pekee, bali limeshuhudiwa vifaa hivyo vikitumika kisawasawa pale ambapo maafisa hao walikuwa wakikamata watu wa kuwabeba kwenye magari yao na kuondoka nao, katika wakati ambao ilifikirishwa pengine walikamatwa wakanapelekwa kwenye vituo vya polisi. Kumbe hali ilikuwa tofauti, kwani inadaiwa baadhi yao walitupwa kando au nje kabisa ya jiji la Dar es Salaam, na hivyo ikiwa ni baada ya kushuhudia vipigo vikali dhidi yao. Kufuatia kadhia hiyo, shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu Amnesty International, ambalo lilituma mwakilishi wake hapa nchini kufuatilia mwenendo wa kesi ya Lissu, limesema limeanzisha uchunguzi rasmi dhidi ya jeshi la polisi Tanzania ili kuona ni kwa namna gani limekuwa likikiuka haki za binadamu kwa kuwatesa raia wasiokuwa na hatia. Mapema Ijumaa, Aprili 25, 2025, maafisa wa shirika hilo waliongozwa na Ronald Ebore wamefika kwenye ofisi ya makao makuu ya Chadema zilizopo Mikocheni jijini Dar es Salaam na kuzungumza na viongozi waandamizi wa chama hicho wakiongozwa na makamu mwenyekiti wa Tanzania Bara John Heche, lakini pia ni wakiwa hapo wamekutana na baadhi ya majeruhi waliokumbana na kadhia ya kile kinachoelezwa kuwa ni kipigo kwa maafisa wa polisi waliokamatwa kwenye viunga vya Mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu. Ebole amewaeleza waandishi wa habari kuwa shirika hilo linasisitizwa na kulaani vikali na tuhuma zisizoelekezwa kwa jeshi la polisi, kwani kiuhalisia polisi wanapaswa kutumika kuwa patanishi na wachunguzi badala ya kufanya matendo kama hayo yanayoingia moja kwa moja kwenye uvunjifu wa haki za binadamu na kuondoa dhana ya utawala bora kwa taifa. Amesema Amnesty International itachunguza madai ya uwepo wa kifo cha mtu mmoja anayetajwa kufariki dunia baada ya kupigwa na polisi ili kujua ukweli wake. Alipoulizwa endapo ziara yao hapa nchini italenga kukutana na viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama au viongozi wa serikali kwa ujumla wake, Ebora amesema kwa sasa hawafikiri kufanya hivyo, kwani wanatarajia kukutana na viongozi wao hao pindi uchunguzi wao utakapokamilika na ripoti ya uchunguzi itakapokamilika. Kwa upande wake, wakili Jebla Kambole ambaye ni mwenyeji wa ugeni huo kwa niaba ya chama cha wanasheria Tanganyika TLS amesema ziara ya wadau hao wa masuala ya haki ya binadamu
inakuja ikiwa ni sehemu ya kuonyesha ushirikiano uliopo baina ya wadau na masuala ya sheria, haki za binadamu na wanaharakati ambao mara zote wamekuwa mstari wa mbele kupigania utawala wa sheria. Amesema mara kadhaa mawakili na wanasheria Tanzania wamekuwa wakifanya ziara kwenye mataifa mbalimbali ikiwemo Kenya na Uganda kwa ajili ya kuwaunga mkono wenzao pindi wanapoona kuna viashiria vya uvunjifu wa haki za binadamu, ikiwemo kwa mwanataaluma wenzao au raia wasiokuwa na hatia. Aidha amesema kabla ya kuondoka hapa nchini, maafisa hao wanatarajiwa kutembelea mashirika na taasisi kadhaa zilizopo hapa nchini ikiwemo LHRC, THRC na kadhalika. Katika ziara hiyo, Roland Ebore wa Amnesty International ameambatana na wakili kutokea Uganda Andrew Kamangi, Godwin Togo kutoka shirika la Angola, Uganda na mjumbe wa baraza la uongozi wa chama cha wanasheria Kenya KLS wakili Gloria Kimani. Wakizungumza kwa nyakati tofauti, wanajumuiya hao wa Afrika Mashariki EAC wameeleza kuwa wamelazimika kufika nchini Tanzania kufuatia mwenendo wa kesi zinazomkabili Tundu Lissu, sio tu kwa sababu ni mwanataaluma mwenzao na rais wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS hapo zamani, lakini pia kumuonyesha kutokubaliana kwao na kile kinachodaiwa kuwa namna serikali za mataifa ya Jumuiya ya Afrika Mashariki zinavyoonekana kukandamiza wapinzani wao kisiasa kwa kuwapa kesi kama ilivyo sasa kwa Tundu Lissu nchini Tanzania na Dr. Kiza Besigye wa nchini Uganda. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.